Habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunawakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 25 Mei mwaka 2026, na tuendelee kujuza kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kuemea vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumeto wa kila siku tunaletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi mengi zaidi ni katika matangazo yetu ya leo ya jioni ya leo. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, mapigano makali yameripotiwa tangu saa za mapema za alfajiri ya leo Jumatatu tarehe 25 Mei katika kijiji cha Malemo kilichopo ndani ya wilaya Masisi, ambako wapiganaji wa Zalendo wanapambana dhidi ya waasi wa muungano AFC M23 aliozidi kuongeza mvutano wa kiusalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yalianza majira saa 11 alfajiri, huko milio ya risasi nzito na nyepesi ikisikika kwa nguvu katika maeneo mbalimbali ya Malemo na vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Hali imezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku wengi wakikimbia makazi yao wakihofia kuendelea kwa mapigano. Wakazi wa maeneo ya Njenje na Peti, Kalonge pamoja na Kalembe wanaeleza kuwa milio ya silaha iliendelea kusikika kwa muda mrefu tangu asubuhi, huku baadhi ya familia zikianza kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Mashuhuda wanasema hali ya taharuki imeendelea kuwatawala, huku shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikisimama kutokana na hali hiyo isiyo ya kawaida. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa baadhi ya vyanzo vya kiusalama na vya ndani, wapiganaji wa Zalendo walizindua mashambulizi dhidi ya nafasi zilizodhibitiwa na waasi wa M23 katika eneo la Malemo baada ya taarifa kuripoti kuwasili kwa vikosi vipya vya waasi hao ndani ya eneo hilo. Inaelezwa kwa vikosi hivyo vya nyongeza vina lengo la kujiandaa kwa mashambulizi mapya dhidi ya nafasi zilizoshikiliwa na jeshi la serikali pamoja na washirika wao wa Zalendo katika wilaya Masisi na eneo la Walikale. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo, lakini kutokana kwamba mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Pia kuna tathmini rasmi iliyotolewa kuhusu uharibifu wa mali za wananchi. Mapigano mapya yanajiri chini ya saa 24 baada ya shambulio jingine lililoripotiwa katika kijiji cha Kalembe ndani ya komenti ya Bashali Mokoto karibu na eneo la Malemo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, shambulio lilihusishwa na mapiganaji wa Zalendo lisababisha vifo vya angalau watu 5 raia pamoja na majeruhi wengine 9. Mbali na vifo na majeruhi hayo, mali kadhaa za wananchi ziliripotiwa kuporwa wakati wa uvamizi huo wa usiku, alozidisha hofu kwa wakazi wa maeneo ambao wamekuwa wakiishi katika mazingira ukosefu mkubwa wa usalama katika miezi kadhaa. Katika miezi hivi karibuni, wilaya Masisi na Walikale zinaendelea kushuhudia mapigano mara kwa mara kati ya waasi wa M23, vikosi vya serikali pamoja na makundi ya wenyeji wanaojiita Wazalendo. Hali imeendelea kuzorotesha hali ya kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako maelfu ya wananchi wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita na mashambulizi ya mara kwa mara. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kueleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani pamoja na changamoto za upatikanaji wa misaada katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano hayo. Wakati huo, wakazi wa maeneo hayo wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na wadau wa usalama kuongeza juhudi za kurejesha amani na usalama wa kudumu katika eneo hilo. Taarifa za dharura kutoka katika wilaya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini zinaeleza kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya, huku wananchi wa kawaida wakizidi kuwa waathirika wa mapigano yanaendelea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa baadhi ya vyanzo vya ndani, kijiji cha Rubambo kimeripotiwa kushuhudia mashambulizi na vitendo vya uharibifu mkubwa kufuatia mapigano makali kati ya wapiganaji wa Wazalendo na wanajeshi wa Rwanda wanaotumiwa kushirikiana na waasi wa M23. Vyanzo vinaeleza kuwa baada ya mapigano makali yanadaiwa kusababisha hasara kubwa kwa upande wa jeshi la Rwanda na washirika wake wa waasi wa M23, hasira zilielekezwa kwa wananchi wa kawaida pamoja na miundombinu ya kijamii ndani ya kijiji cha Rubambo.
Mashuhuda wanasema kuwa nyumba kadhaa za raia zilichomwa moto, huku familia nyingi zikilazimika kukimbia kwa hofu ya kuuawa kukumbwa na mashambulizi zaidi. Wakazi walifanikiwa kuondoka katika eneo hilo wanasema hali ilikuwa ya kutisha, huku moshi mikubwa ikionekana katika sehemu mbalimbali za kijiji baada ya nyumba kuanza kuteketea kwa moto. Baadhi ya wananchi wanaeleza kuwa walikimbia usiku kucha wakiwa na watoto wao migongoni, huku wengine wakikosa hata nafasi ya kuokoa mali zao kutokana na nafasi ya matukio yaliyokuwa yakiendelea. Mbali na nyumba za wananchi, taarifa hizo pia zinaeleza kuwa makanisa pamoja na shule kadhaa za ndani ya Rubambo zilitekelezwa kwa moto katika mazingira yanaendelea kuzua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wakazi wanasema taasisi hizo zilikuwa sehemu muhimu kwa maisha ya kijamii ya wananchi, kwani baadhi ya shule zilikuwa zikipokea watoto kutoka vijiji kadhaa vya jirani, huku makanisa yakitumika pia kama maeneo ya kujistiri kwa familia zilizokuwa zimekimbia mapigano ya awali. Mashirika ya kiraia ndani ya Masisi yanaendelea kueleza maswali makubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya raia pamoja na uharibifu wa miundombinu ya kijamii katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu wanaonya kuwa hiyo inaweza kuongeza zaidi mateso ya wananchi ambao tayari wamekuwa kikabiliwa na ukosefu wa makazi, chakula na huduma muhimu za afya kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kijamii katika eneo hilo, familia nyingi zimeanza kuelekea vijiji vya mbali kwa ajili ya kutafuta usalama, huku wengine wakielekea katika maeneo yenye makanisa au shule ambazo hazijaathiriwa na vita. Hata hivyo, hali ya misaada ya binadamu inaendelea kuwa ngumu kutokana na mapigano mara kwa mara yanayojitokeza katika njia nyingi za usafiri na ndani ya wilaya hiyo ya Masisi. Wakazi wa Rurambo wanaeleza kuwa maisha yao yamegeuka kuwa ya huzuni na mateso kutokana na vita vinavyoendelea kati ya makundi yenye silaha. Wanasema watoto wengi wameacha shule, huku familia nyingi zikilala porini bila msaada wowote, jambo linaloongeza hatari kwa magonjwa pamoja na njaa. Katika siku za hivi karibuni, wilaya Masisi inaendelea kushuhudia mapigano makali kati ya wazalendo, waasi wa M23 pamoja na vikosi vinavyotumia kutoka Rwanda, hali inayozidi kuathiri usalama wa wananchi katika vijiji mbalimbali vya Kivu Kaskazini. Maeneo mengi yanaendelea kuripotiwa kuwa katika hali ya taharuki, huku wananchi wakihofia mashambulizi mapya ambayo inaendelea kujitokeza kila siku. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi kuhusu madai hayo wa uchomaji wa nyumba, makanisa na shule katika kijiji cha Rubambo. Hata hivyo, wananchi pamoja na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kwa ajili ya kulinda raia na kurejesha hali ya usalama katika eneo hilo. Hapa tuko Rubambo. Yeni mugini ya Rubambo aliunguza, ilikuwa nazibitiwa na AFC M23. Walipofika hapa aliunguza manyumba zote, nikisani mnaangalia hakuna nyumba kabisa ibakia. Ikiwa nzima zote walichoma. Anza ona wakaji njoo wanaanza rudia. Rubambo lokalita Rukweti groupement Bashari Mokoto. Na kabisa mugini wote waliunguza. Wakati walikuwa nazibiti hapo walipoondoka waliacha mugini wakirunguza kuua watu. Ngine sijue manyumba kabisa zote nikizani washarunguza, hakuna nyumba ambayo moja inabakia. Wakaaji hao wanaanza rudia, kiona manyumba zao kabisa zimebaki zikichomwa, kuna hata nyumba moja iliyobakia. Hata na masomo walibomoa, vinakadiria masomo nani waoneshe. Rubambo yote kabisa hii Ndurumo na yote walichoma, hakuna hata nyumba moja ilibakia. Hata na masomo walifanya kikao chao, yani defense, na yote walibomoa. Hapa ni lokalite Ndurumo Rukweti, village yetu ya Rubambo. Kuna mugini kabisa, nyumba zote zilibomolewa. Unaangalia kabisa nyumba zote zilibomolewa kabisa, hakuna hata moja ilibakia. Na tukiendelea kubaki huko katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Kalembe iliyoko katika wilaya Masisi kushuhudia shambulio jipya la silaha usiku wa kuamkia leo Jumatatu tarehe 23 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, wapiganaji wa Zalendo walivamia nafasi zilizodhibitiwa na waasi wa muungano wa M23 ndani ya mji huo, aliozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Mashuhuda waliowasiliana na vyombo vya habari katika eneo hilo wanasema mashambulizi hayo yalianza majira saa 4 usiku na kuendelea hadi saa
7 za usiku wa manane. Na katika kipindi hicho milio kubwa ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika katika sehemu mbalimbali za karibu na Kalembe pamoja na maeneo ya jirani, jambo lilosababisha taharuki kubwa kwa wakazi waliokuwa usingizini wakati wa mashambulizi yakianza. Wakazi wengi lazimika kukimbia makazi yao kwa haraka usiku huo, huku baadhi yao kukimbilia porini au katika vijiji vya jirani wakitafuta maeneo salama. Familia kadhaa zimeripotiwa kutengana wakati wa vurugu hizo, hasa watoto na wanawake wanaokimbia bila kuelewa vizuri mwelekeo wa mapigano yaliyokuwa yakiendelea ndani ya mji huo. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizokusanywa kutoka kwa wananchi wa eneo hilo, watu wasiopungua 5 wamepoteza maisha huku wengine 9 wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa wasiriwa wote ni raia waliokuwa kati ya mapigano, jambo linaendelea kuongeza huzuni na hasira miongoni mwa wakazi wa Kalembe. Mbali na vifo na majeruhi, nyumba kadhaa pamoja na maduka zimeripotiwa kuvamiwa na kuporwa wakati wa mashambulizi hayo. Wakazi wanaeleza kuwa mali nyingi za samani, bidhaa na biashara pamoja na vifaa mbalimbali vilichukuliwa na watu wenye silaha wanaohusika katika uvamizi huo wa usiku. Baadhi ya familia sasa zimebaki bila msaada wote baada ya kupoteza mali zao katika mazingira hayo ya vurugu. Katika maeneo mengi ya Masisi, wananchi wamekuwa kikabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, ikiwemo kuhama makazi yao, ukosefu wa huduma za afya, uhaba wa chakula pamoja na hofu ya mashambulizi ya ghafla yanaendelea kushuhudiwa katika sehemu hiyo. Katika jimbo la Chopo, hali ya taharuki ilitawala usiku wa kuamkia leo baada ya mlipuko kadhaa kuripotiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Bankboka uliopo mjini Kisangani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, mashambulizi yalitokea jioni ya Jumatatu tarehe 24 Mei na kusababisha hofu kubwa kwa wananchi wanaoishi karibu na eneo la uwanja huo wa ndege. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, jumla milipuko 8 ilisikika ndani na pembezoni mwa uwanja huo wa ndege. Mlipuko wa kwanza uliripotiwa kusikika majira saa 11:30 jioni, huku mingine ikiendelea kufuatia kipindi cha usiku. Wakazi wa eneo la Bankboka wanasema kuwa milio hiyo ilisababisha taharuki kubwa, huku baadhi ya wananchi wakizani huenda ni mashambulizi mapya anga dhidi ya miundombinu ya kijeshi iliyopo katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi inayothibitisha iwapo mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani aina kamikaze kama ilivyowahi kushuhudiwa katika matukio mengine ya nyuma. Baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari wanasema walisikia sauti za kawaida zinazotambulika kama ndege hizo kabla mlipuko kutokea. Wanasema walichosikia zaidi ni sauti ya mlipuko mfululizo zisizo katika eneo hilo la muda wa usiku mzima. Mashuhuda wanaeleza kuwa tangu majira saa 11 za jioni ya Jumatatu, shughuli nyingi za kiraia ndani ya uwanja wa ndege zilianza kusitishwa, huku wanajeshi wakionekana kuimarisha ulinzi katika eneo hilo. Baada ya mlipuko wa pili kusikika, raia wengi waliokuwa karibu na uwanja wa ndege waliondoka kwa haraka wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa baadhi ya wananchi waliokuwa eneo hilo, jeshi lilitoa tahadhari kwa wananchi wote kuepuka kuingia ndani ya uwanja wa ndege hadi pale usalama utakapodhibitiwa. Iliwatia hofu ya uwezekano wa mashambulizi zaidi au operesheni za kijeshi zinazoendelea ndani ya eneo hilo. Taarifa nyingine zinaeleza kuwa ndege ya shirika la CAA ilikuwa inatarajiwa kutua Kisangani usiku wa kuweza kutoa kutokana na hali hiyo ya kiusalama. Tukio linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa safari za anga katika eneo hilo, hasa kutokana na kuongezeka kwa matukio ya mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Katika maeneo yanayozunguka uwanja wa ndege wa Bankboka, wananchi wanasema walikesha katika hali ya hofu kubwa kwa milio ya risasi kisikika karibu usiku nzima. Wengi wanaeleza kuwa kulikuwa na harakati nyingi za kijeshi usiku huo, huku magari ya wanajeshi wakionekana kuzunguka mara kwa mara katika barabara zinazoelekea uwanjani. Mashambulizi yanakuja takriban miezi 4 baada ya mashambulizi mengine yaliyolenga uwanja wa ndege wa Kisangani ambako waasi 23 walitumiwa kuhusika na milipuko iliyolenga eneo hilo la kimkakati. Tangu wakati huo, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo muhimu ya kijeshi inaendelea kuwa ya tahadhari kubwa. Kwa sasa ni vigumu kudhibitisha idadi ya watu walioathiriwa au kiwango halisi cha uharibifu uliotokea kufuatia mashambulizi hayo ya usiku. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mamlaka za kisiasa katika jimbo la Chopo bado halijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, hali inayowaacha wananchi katika sitofahamu kuhusu kinachotokea hadi ndani ya uwanja huo wa ndege. Ikumbuka kuwa uwanja wa ndege wa Bankboka ni uwanja wa matumizi ya kiraia na kijeshi kwa pamoja, na kwa miezi kadhaa sasa kituo cha uongozi wa ndege za kijeshi la anga la FARDC limekuwa likifanya kazi ndani ya uwanja huo, jambo ambalo linafanya eneo hilo kuwa moja ya maeneo ya kimkakati katika shughuli za kijeshi mashariki mwa nchi.
Wakati huo muungano wa waasi M23 unaendelea kulalamikia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yanayodaiwa kulenga nafasi zao katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kundi hilo limekuwa likidai kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Aliendelea kuongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mapigano na mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, huku wananchi wakibaki kuwa wasirika wakuu wa mzozo huo wa usalama unaoendelea. Katika jimbo la Uele kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC limeanzisha operesheni mpya ya kijeshi kwa lengo la kuimarisha mapambano dhidi ya wapiganaji wa kundi la ADF endelea kufanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na jeshi, karibu wanajeshi 10,000 wamepelekwa mjini Siro tangu tarehe 23 Mei kwa ajili ya kuimarisha operesheni za kufuatilia na kupambana na wapiganaji wa ADF. Hali hiyo hatua inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpya wa kijeshi unaolenga kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kutishia usalama wa wananchi katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Operesheni imesimamiwa na Jenerali wa Brigade Jean Daniel Batabombi Panza ambaye ni naibu wa kwanza wa kamanda ya Sesake, anahusika na operesheni pamoja na idara ya ujasusi wa kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi, jukumu lake ni kuhakikisha kuwa operesheni hizo zinafanyika kwa utaratibu mzuri kwa vikosi vya FARDC na vikiongeza uwezo wa kufuatilia wapiganaji wa ADF wanaosambaa katika maeneo mbalimbali na ya misitu na vijiji vya Ouele. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaeleza kuwa kupelekwa kwa idadi hiyo kubwa wa wanajeshi kunalenga kuongeza nguvu katika vita dhidi ya makundi yenye silaha pamoja na kuimarisha usalama wa wananchi ambao wanaendelea kuwa waathirika wa mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na ADF katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo. Katika miaka kadhaa, kundi la ADF linaendelea kutajwa kuhusika katika mauaji ya raia, utekaji wa wananchi pamoja na mashambulizi dhidi ya vijiji mbalimbali katika maeneo ya Ituri, Kivu Kaskazini na sasa sehemu kadhaa za Ouele. Mashambulizi yamesababisha maelfu ya wananchi kuyama makazi yao, huku wengine wakipoteza maisha katika mazingira ya vurugu. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, operesheni hiyo mpya haitalenga tu mapambano ya kijeshi dhidi ya ADF bali pia ni kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi na wananchi wa maeneo husika. Jeshi linaamini kuwa ushirikiano wa karibu na jamii za wenyeji unaweza kusaidia katika ukusanyaji wa taarifa za kiusalama pamoja na kuwabaini wapiganaji wanaojificha katika maeneo na ya vijijini au misituni. Baadhi ya viongozi wa kijamii katika jimbo la Uele wamepokea kwa matumaini kuwasili kwa vikosi vipya vya FARDC mjini Isiro. Wanasema wananchi wengi wamekuwa wakiishi kwa hofu kutokana na vitisho vya makundi yenye silaha na wanaamini kuwa kuongezeka kwa wanajeshi kunaweza kusaidia kurejesha hali ya utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanaendelea kutoa wito kwa jeshi kuhakikisha kwa operesheni hizo zinafanyika kwa kuzingatia usalama wa raia, hasa katika vijiji vinavyopatikana karibu na maeneo ya mapambano. Wananchi wanaeleza kuwa katika operesheni hizo zilizopita, baadhi ya familia zililazimika kukimbia kutokana na mapigano kati ya jeshi na waasi. Kwa sasa hali ya taharuki bado inaendelea katika baadhi ya maeneo ya Uele, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu hatua za jeshi katika operesheni hiyo mpya dhidi ya ADF. Serikali pamoja na viongozi wa kijeshi wanaendelea kusisitiza kuwa kurejesha usalama mashariki mwa nchi unabaki kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya mamlaka ya Kongo. Katika kuendelea kwa juhudi za kuimarisha ushirikiano na kiusalama katika ukanda wa maziwa makuu, makamu waziri mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guy Kamombo Mwendiavita, anatarajiwa kuwasili mjini Bujumbura leo Jumatatu tarehe 25 Mei kwa ziara ya kikazi na ulenga masuala ya usalama na ushirikiano wa kijeshi kati ya Kongo na Burundi. Ziara hiyo itafanyika baada ya waziri huyo wa ulinzi wa Kongo kulala usiku wake kwanza mjini Uvira katika maendelezo ya safari yake ya kutathmini hali ya usalama mashariki mwa nchi ambako mapigano na mashambulizi ya makundi yenye silaha yanaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyoko karibu na ujumbe wa serikali ya Kongo, ziara hiyo ya Bujumbura inafanyika licha ya kuendelea kuripotiwa kwa mifuko ya mvutano wa kiusalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Serikali ya Kinshasa inaonekana kuendelea na juhudi zake za kidiplomasia na kijeshi kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kikanda dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kutishia usalama wa wananchi mashariki mwa nchi. Akiwa mjini Bujumbura, Guy Kamombo Mwendiavita anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenzake wa Burundi, Marie Chantal Nijimbere, kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili jirani. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mazungumzo haya yatangazia hasa namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika kipindi ambacho ukanda wa maziwa makuu unaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na shughuli za makundi yenye silaha katika mashariki mwa Kongo. Viongozi wao wanatarajiwa kujadili hatua
za kuongeza uratibu wa operesheni za kijeshi pamoja na kuboresha ushirikiano wa kitelejensia kati ya majeshi za nchi hizo mbili. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa juhudi za pamoja dhidi ya makundi ya waasi zinaendelea kuleta matokeo chanya katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Taarifa zinaeleza kuwa wataalamu wa kijeshi kutoka Kongo na Burundi pia watakutana katika vikao vya kiufundi vitakavyofanyika sambamba na ziara hiyo ya kikazi. Vikao hivyo vitahusisha tathmini ya mfumo wa ushirikiano kati ya jeshi la Burundi linaloshirikiana na FARDC pamoja na jeshi la Kongo katika operesheni za mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama katika ukanda huo, ushirikiano kati ya Kongo na Burundi unaendelea kuimarika katika miaka hivi karibuni, hasa katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika maeneo ya mpakani. Burundi imekuwa miongoni mwa nchi zinazoshirikiana kijeshi na FARDC katika baadhi ya operesheni zinazolenga kurejesha usalama mashariki mwa nchi. Ushirikiano huo umehusisha operesheni za pamoja na kubadilishana taarifa za kiusalama ili kudhibiti harakati za waasi katika eneo la maziwa makuu. Ziara Kika Mumbu Mwandia Vita mjini Bujumbura inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya Kinshasa kwa kuendelea kuimarisha diplomasia ya kiusalama pamoja na ushirikiano wa kijeshi wa kikanda ili kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazolikumba taifa, hasa katika maeneo mashariki ambako mapigano yanaendelea kuathiri maisha ya elfu ya wananchi. Katika mji wa Beni, mamlaka za uwanja wa ndege zimechukua hatua mpya za tahadhari za kiafya na kwa kusimamisha usafiri wa pamoja wa abiria kwa mabasi kati ya ukumbi wa kusubiri na ndege katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Beni Mavivi. Hatua inakuja huku hofu ya kurejea kwa ugonjwa wa Ebola ikiongezeka tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa viongozi wa usimamizi wa usafiri wa anga, hatua hiyo inalenga kupunguza uwezekano wa maambukizi ya ugonjwa huo miongoni mwa wasafiri pamoja na wafanyakazi wa uwanja wa ndege ambao kutana kila siku na mamia watu wanaosafiri ndani na nje ya eneo la Beni. Kamanda wa Régie Devoirienne RVA katika uwanja wa ndege wa Beni Mavivi, Sebastien Kanjale, amesema kuwa uamuzi huo umechukuliwa baada ya kuonekana kwa visa vipya vya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ameeleza kwa mamlaka za uwanja wa ndege zimeamua kuimarisha hatua za kinga ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa katika maeneo ya usafiri wa anga. Kwa mujibu wa maelezo yake, tangu kutangazwa kurejea kwa Ebola, huduma za mabasi yalikuwa kibeba abiria kwa pamoja kutoka ukumbi wa kusubiri hadi kwenye ndege zimesimamishwa mara moja. Hatua inalenga kupunguza msongamano wa watu ndani ya mabasi ambako maambukizi yanaweza kutokea kwa urahisi zaidi. Sasa abiria wanalazimika kutembea kwa miguu kutoka sehemu ya kusubiri hadi kwenye ndege wakiwa katika mstari ulioandaliwa na kuheshimu umbali wa angalau mita moja kati ya mtu mmoja na mwingine. Mamlaka za afya pamoja na usimamizi wa uwanja wa ndege zinasema hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa masharti ya afya yaliyotolewa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya Ebola. Katika uwanja wa ndege, maafisa wa afya pia wameongeza ufuatiliaji wa wasafiri kupitia vipimo vya joto la mwili pamoja na hatua nyingine za usafi wa mikono. Wahudumu wa uwanja huo wanaendelea kuhamasisha wananchi kuzingatia masharti ya afya na kutoa taarifa mapema wanapoona dalili zinazohusiana na Ebola. Viongozi wa uwanja wa ndege wa Beni Mavivi wanaeleza kuwa hatua hizo ni muhimu kwa sababu eneo hilo lipokea idadi kubwa ya wasafiri kila siku, jambo linaloweza kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo ikiwa tahadhari zitachukuliwa mapema. Kamanda wa RVA Sebastien Kajale pia ametoa wito kwa mashirika yote yanayoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola kusaidia huduma zinazofanya kazi ndani ya uwanja wa ndege wa Beni Mavivi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba amesema msaada huo ni muhimu ili kuhakikisha vifaa vya kinga, dawa pamoja na huduma za uchunguzi zinapatikana kwa wakati. Hatua hizi mpya za tahadhari zitachukuliwa kwa wakati ambako visa viwili vya Ebola vimethibitishwa hivi karibuni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Taarifa hizo zimezua maswali kwa wananchi wa eneo ambalo bado wanakumbuka madhara makubwa ya mlipuko wa zamani wa ugonjwa huo. Wakati huo, wananchi wa Beni wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari, huku mamlaka za afya zikihimiza wakazi kuzingatia usafi, kutoa taarifa mapema kuhusu wagonjwa wenye dalili zinazofanana na Ebola pamoja na kuepuka kusambaza taarifa zisizo rasmi zinazoweza kuleta hofu katika jamii hii. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 25 Mei mwaka 2026. Niamba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Mpaka siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha
Acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazimu yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Eloge Lulonga, sina la ziada la tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni. Bye bye na chao, na nikuade tena utanane kesho asubuhi kwa matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Baki salama, bye bye na chao. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Ground. Audio Jungle.